Nafikiri hapo fresh. Sasa ajenda leo ni kuzungumzia kuhusiana na bike za kisasa na bike za kizamani. Shaona ni muhimu sana hiyo kujua na ipi inakufaa na kwa wakati gani. Unapozungumzia bike za kizamani, mara nyingi unazungumzia vitu vifuatavyo: injini, ubora, speed, electronics, alafu kingine wanaita kwa Kiingereza stylish looks, muonekano. Tuanze na injini. Bike nyingi za kizamani kwenye engine performance unaweza kukuta mostly zinakaribiana tu. Kwa street kama unaendesha mtaani, power ni almost the same. Kwa hiyo japokuwa za kisasa unakuta zina mambo mengi, ila unazungumzia vitu kama teknolojia ya carburetor na teknolojia ya fuel injection. Bike nyingi za kizamani zilikuwa zinatumia mfumo wa carburetor, ambaye kwa kifupi mfumo wa kuingiza mafuta kwenye engine ni mechanical. Na mechanical inamaanisha kwamba kuna valves vinafunguka, vinafanya nini. Of course hata zile za kisasa zinafanya hivyo, lakini zinakuwa controlled na control box au ECU. Kwa hiyo unakuta ni carburetor. Sasa carburetor ni simple machine ambayo ni rahisi kurepair, kuisafisha kama ikizingua. Unaona bwana. Sasa hizi za kisasa nyingi ni injection. Ili upate injection lazima kuwe na vitu kama, kunakuwa na sensor nyingi. Kuna oxygen sensor, pressure sensor, sensor zinakuwa nyingi mno. Na hiyo ndio inafanya kwamba inakuwa kwamba ikitokea tatizo kuna mambo mengi ya kufiksi. Lakini carburetor simple, tumeweka mafuta mabaya, unaweza kaifungua ukasafisha. Maisha yakaendelea. Sasa nakupa mfano, hii bike inayoendesha sasa hivi ni R1 ya mwaka 2003, miaka 23 iliyopita. Japo hii ni old bike kwa sababu tunasema ni third generation ya R1. Ni R1 ya toleo la 4. Sababu ya kwanza ilianza mwaka 98. Nafikiri wakatoa toleo la kwanza mwaka 98 mpaka 2000. Mpaka 2000 walivyotoa hizo, wakatoa toleo la kwanza mwaka 98, mwaka 2000 toleo la pili, mwaka 2002 na 2003 ndio hii toleo la 3. Hii ina injection, fuel injection, lakini bado ni old bike, ni bike ya zamani tunaiconsider sana, japokuwa sio carburetor, lakini nazungumzia bike za zamani in general. Hii kwenye mfumo wa engine tunasema ina deliver raw power, yani power yake ni unfiltered, yani ni wewe, haina kitu kinaitwa ride by wire ambayo unakuta ile accelerator ile inakuwa controlled electronically.
Alafu hapo tunazungumzia masuala ya engine. Kwa hiyo old bike nyingi zinatumia mfumo wa carburetor. Lakini in terms of performance ni balaa tupu tu. Wala sio kujidanganya kwamba labda hii ya zamani haiwezi kula perform. Ndio kuna difference ndogo, unaweza kukuta horsepower 10-20, lakini still hii ni one of the dangerous bike to ride. Na sometimes wanaziita hizi widowmaker kwa sababu ni bike ambazo sio kwa ajili ya beginner, hazina vitu vya kukusaidia wewe kujilinda inapotokea emergency. Kwa hiyo lazima uwe experience rider uweze kuzicontrol vizuri 100%. Haya, tumezungumzia swala la engine. Sasa tuzungumzie mambo ya electronics kwenye bike za kisasa. Unapozungumzia electronics unazungumzia mifumo ya umeme kwenye bike za kisasa na za zamani. Bike za kizamani bwana ziko simple tu. Kunakuwa na nyaya tu za kuconnect labda kwenye taa, charge battery, plug na nini, simple. Lakini hizi bike za kisasa ndugu yangu, unakuta bike ina kila kitu. Kwanza kuna ride by wire. Ride by wire kwa wale wasioelewa, nimesema ni mfumo ambao unakuwa unakontroliwa na umeme katika kudeliver mafuta. Yaani ukivuta mafuta kwenye accelerator haimaanishi ndio direct, haitranslate, yani haimaanishi ndio moja kwa moja utaenda kuwa ndio kitu tulichokiweka. Kwa hiyo walipokuja na hiyo ride by wire, manake wana control wewe namna mafuta yanavyoingia kwenye engine. Kwa hiyo rider anakuwa hana ujanja. Ndio maana wanakuja na vitu kama vinaitwa cruise control. Ukiangalia vizuri, cruise control imekuja kwa sababu ya ride by wire. Yaani manake kwa sababu wana uwezo wa kucontrol, ukaifix bike kwenye speed fulani hivi, alafu automatically kawa tu yani iko pale pale kwenye speed hiyo hiyo, labda 70 unatembea au 80 unatembea, umeifix hapo hapo, inaitwa cruise control. Unaona? Kwa hiyo kuna hizo, na hizo zimesaidia kuleta ubunifu mwingine kama ride modes. Unakuwa na modes tofauti tofauti za kuendesha. Unakuta kuna kitu kinaitwa, let's say kunakuwa na bike zingine zinatofautiana, zinakuwa na mode A, B, C au power 1, 2, 3, ambazo hizo zina translate, zinabadilika, zinamaanisha kwamba labda hii unaendesha street mtaani, hii unaendesha kwenye track. Kwenye track inamaanisha kwenye sehemu ambayo unaweza kufanya mashindano. Alafu pia unaweza kaendesha kwenye mvua, au unaweza kaendesha mtaani. Kwa hiyo hizo ride by wire ndio imesaidia kuleta innovation kama hizo. Bila ride by wire huwezi kupata vitu kama hivyo. Sasa pia katika mifumo ya umeme, ndio fuel injection ni one of the, yani ni kama base ya kuanzia, kwa sababu kama hii bike hii hapa ni fuel injection, lakini haina mambo mengi sana hivyo. Mfano, haina traction control, haina ABS, haina wheel control ambayo wanaita lift control. Alafu pia haina nini tena traction control, ABS, wheel control. Alafu kuna kitu kinaitwa launch control. Hao ndio wale unakuta mtu ana overtake anafanya kama anavizia vile, yani anakuvizia mbaya sana. Anyway, kwa hiyo hizo teknolojia zinakuwa hazipo, ambaye sometimes it is good thing kwa wale wanaotaka full power, kwa sababu nakwambia mfano traction control ina limit horsepower, na hii ndio maana inasaidia vijana wengi wakinunua hizi bike za kisasa. Ni rahisi kwanza kufanya mambo mengi, yani kujiona kwamba wenyewe wameshakuwa mapro kwa siku moja, kwa sababu sometimes hawana experience, wanakuwa wana rely na ile teknolojia. Kwa hiyo wana rely na teknolojia katika kuendesha.
Kwa hiyo mtu anajua hata nikifanya makosa nikingangania breki kwa nguvu siwezi kuanguka kwa sababu bike yangu ina ABS. Au yes, hiyo ni one of it. Kwa hiyo mfumo wa electronics kwenye hizi bike za kisasa na za kizamani ziko simple sana ambazo ni rahisi kufix. Ila hizi za kisasa ndio maana unakuta watu wanalalamika mafundi wabovu, sijui mafundi wabaya. Sio mafundi wabaya, teknolojia imemove haraka kuliko mafundi. Nakumbuka sisi kazi nyingi za mechanics tuliwaachia watu wa mtaani ambao hawajaenda shule sana, ambao kwa kifupi sasa bike zimekuwa teknolojia imeongezeka, wenyewe hawajasoma. Ndio maana ukimpelekea kunjunga anaweza bike inaonyesha labda kuna error code fulani, hawezi kuidecode kujua shida ni nini. Kwa hiyo ni tofauti nyingine. Nimezungumzia engine, nimezungumzia electronics. Speed sijidanganya, speed ni yale yale tu ndugu yangu. Isipokuwa huku mimi nasema kwamba hizi old zinahitaji experience zaidi kuliko zile za zamani. Nakwambia kwa sababu gani? Kwa sababu tukiingia kwenye mada yetu ya pili pale kwenye electronics, hizi hazina msaada. Yaani hakuna ABS, hakuna traction control, hakuna wheel control. Kwa hiyo unachokifanya wewe kila kitu ni juu yako. Kwa hiyo inabidi umemaster brake, umemaster kila kitu ili uweze kuicontrol bike vizuri. Lakini kwenye zile za kisasa unaweza kawa junior rider wa kawaida tu. Ambayo unaamsha, lakini kwa kifupi electronics inakusaidia sana. Hata ukifanya makosa madogo ina fix kwa ajili yako, kwa sababu kama kuna traction control inasaidia kushika barabara vizuri. Kuna wheel control ambayo ukivuta bike vibaya, badala ya kunyanyua tairi yenyewe inaweza kastopisha, inakata engine. Umeona? Kuna quick shifter ambayo yani umebadilisha gear vibaya bila kushika brake, bila kushika clutch, Shaona? Ile inakusaidia wewe hata kufanya mistake kama hizo. Kwa hiyo hizi ni kwa ajili ya experience rider zaidi kuliko wale junior. Kwa hiyo ukiwa junior ni vizuri kabisa kununua bike ya kisasa kuliko hizi old. Kwa hiyo nimezungumzia mifumo ya electronics, na nimezungumzia speed, nimezungumzia engine. Tuzungumzia kitu cha mwisho kwa sababu video itakuwa ndefu sana. Labda ubora. Ubora inategemeana. Kuna bike ambazo zimetoka matoleo ya zamani ni bora sana na ni imara, yaani tunasema kuliko hata hizi za kisasa, kwa sababu za kisasa inategemeana sometimes na material. Kuna issue ilitokea kwa KTM ambayo imekaribia mpaka kwa filisi kwa sababu ya material. Kwa hiyo ubora unategemeana na aina ya bike na unategemeana na mara nyingi na manufacturer, mtengenezaji. Tuishie hapo kwa leo. Fresh.